Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu. Na leo nataka kuongea na wanaume, na hasa wanaume ambao wameoa na wanandoa halali. Kwa wanaume ambao wameoa na wanandoa halali, hii ahadi inawahusu. Sitaongea na wanaume ambao wana ndoa za mchongo. Ninyi wanaume wa namna hiyo, nyie nyamazeni, mkae kimya. Acha niongee na hawa wanaume ambao wana ndoa halali. Zaburi ya 128 tutaisoma yote. Zaburi ya 128 nasema, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yake hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miti ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana atakubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, ukawaone wana wa wanao, amani ikae na Israeli. Pendwa mtazamaji wangu, asante kwa kuwa uko pamoja nami, hasa wewe mwanaume ambaye una ndoa halali. Mungu akubariki. Wewe ni mcha Mungu. Kama huna ndoa halali, una ndoa ya mchongo, basi wewe unyamaze kimya. Hapa tunakutana na ahadi kwa wanaume wenye ndoa halali. Anasema, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Wewe umeifuata njia ya Bwana, una heri. Umeifuata njia ya Bwana, una heri. Umeoa tena kwa ndoa, basi wewe una heri. Anasema, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Ipi? Njia ya Bwana aliyoiweka duniani. Kama unaifuata hiyo, una heri. Anasema sasa, angalia ahadi zako ziko hapa. Anasema, taabu ya mikono yako hakika utaila. Yaani kazi za mikono yako ziwe za taabu, ziwe zitakavyokuwa, utakula matunda yake. Anasema taabu ya mikono yako hakika utaila. Hakika utaila. Kuna kazi zingine zinaumiza mikono, yaani kazi ngumu. Pamoja na kazi ngumu unazofanya, ili mradi tu unaenenda katika njia ya Bwana, anasema hakika ataibariki kazi hiyo na utapata mema kwa kazi hiyo. Halafu anasema utakuwa heri na kwako kwema. Utajaa heri na kwako kutakuwa kwema. Utakuwa kwema. Halafu anasema mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miti ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Mkeo atafananishwa na mzabibu unavyozaa. Kama vile mzabibu unavyozaa, vivyo hivyo na mkeo atakuwa anakuzalia watoto kwa wingi. Atakupa watoto wengi, watakuwa wakiizunguka meza yako. Wale watoto watakuwa wakiizunguka meza yako. Maana yake wakati wa chakula watafurahi pamoja nawe, nao watafurahi pamoja na wazazi wao kula pamoja. Hii ni baraka ya ajabu. Mungu atakubarikia uzao wako. Halafu kule mwishoni anasema nawe utawaona wana wa wanao. Wana wa wanao pia utawaona. Maana yake utapata na wajukuu. Mungu atakubariki mpaka uone wajukuu. Mahali fulani anasema mpaka kizazi cha 4. Mungu atakujalia kuwaona hata vitukuu na vilembwe. Kwa hiyo mwanaume mwenzangu, wewe ambaye unamcha Bwana, una heri sana. Wewe unayeenda katika njia yake, Bwana ameahidi kukubariki kazi za mikono yako. Potelea mbali ni kazi ngumu kiasi gani, lakini Mungu ameahidi kuibarikia. Na atabariki mkeo, atakuzalia watoto wa kiume na wa kike, na watakuwa wakila pamoja nanyi pale mezani kwa furaha. nanyi mtawashangilia Mungu kula pamoja na watoto wenu. Maana yake hamtakosa chakula.
Kila mara chakula kitakuwepo, kitaandaliwa mezani, mtakula pamoja na watoto wenu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki na kuongeza katika maisha yako, na akupe heri ukawaone watoto wa watoto wako mpaka kizazi cha 4, maana Biblia haijasema uongo. Ilichosema ndicho hicho kitakachoenda kutokea. Hiyo ni ahadi kwako, mwanamume mwenzangu. Mungu akubariki sana. Kutane tena kwenye kipindi kinachokuja, na neno litaendelea kufikia. Usiache kuniunga mkono. Barikiwe sana wale mnaoniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu, na wewe ambaye bado, baraka ziko kwa ajili yako. Tafadhali fanya hivyo. Ni katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Barikiwe sana. Amen.